kijiji cha Kigonzile. Ni pale mababu na mababu. Halmashauri ya wilaya ya Iringa ni moja kati ya wilaya mbili zilizoanzishwa mkoa wa Iringa mwaka 1964. Wilaya ya pili ni Njombe mwaka 1970. Wilaya ilipunguza eneo lake kwa kuanzisha halmashauri ya wilaya Mufindi, na baadaye mwaka 2006 ilianzisha halmashauri ya wilaya ya Kilolo. Halmashauri ya wilaya ya Iringa inapakana na halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa mkoa wa Dodoma kwa upande wa kaskazini, halmashauri ya Kilolo kwa upande wa mashariki, halmashauri ya wilaya Mufindi upande wa kusini, halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya kwa upande wa magharibi, na halmashauri ya wilaya ya Manyoni kwa upande wa kaskazini magharibi. Makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Iringa yanapatikana katika halmashauri ya manispaa ya Iringa eneo la Gangilonga. Katika utambulisho wa kimataifa, halmashauri ya wilaya ya Iringa inapatikana katika latitudo 7.0 na 8.30 kusini mwa ikweta, na katika longitudo ni 34.0 na 37.0 mashariki mwa Greenwich. Na takwimu tu za haraka, idadi ya wakazi ni 1,871,092, na kata ziko 18, tarafa moja, mitaa 192, shule za msingi 50, shule za sekondari 30, vyuo vikuu 3, chanzo kikiwa ni halmashauri ya manispaa ya Iringa. Leo tunaangazia kata ya Kigonzile inayopatikana halmashauri ya manispaa ya Iringa. Ni kata iliyobeba mitaa au vijiji 3, na shughuli kubwa inayofanyika hapa si nyingine bali ni ukulima na kwa mbali uchuuzi, yani biashara. Wananchi wa kata hii ni wakarimu na wenye upendo kwa wageni wanaofika katika maeneo yao, lakini kubwa wakiwa wamebeba swala lao zima la kupambana na maisha yao katika kuepukana na umaskini katika swala zima la ukulima, wakiamini kwamba ukulima ni uti wa mgongo. Nini maana halisi ya Kigonzile? Hawa ni baadhi ya wazee ambao watatuambia kuhusu maana halisi ya jina hili na kwa nini eneo hili liliitwa Kigonzile. Habari yenu? Salama. Kwanza ningependa kufahamu kwa majina yenu kianzia na baba pale. Ninaitwa Nathan John Kigonzile. Mkazi wa wapi? Kigonzile. Na mama hapa? Machelina Mohamed. Unaweza swali kidogo? Machelina Mohamed. Mkazi wa wapi? Kigonzile. Na mama? Maimuna Ali. Mkazi wa Kigonzile. Asante sana. Na tukiingia moja kwa moja kwenye mada ambapo tunaangazia kuhusiana na historia ya kijiji cha Kigonzile. Kwanza ningependa kufahamu kijiji cha Kigonzile kilianzishwa mwaka gani? Nikianza na baba pale. Ni pale kweli kijiji cha Kigonzile. Ni pale mababu na mababu. Ndio. Wewe umezaliwa hapa katika kijiji cha Kigonzile. Ndio. Ilikuwa mwaka gani? Nilipozaliwa mimi nilizaliwa mwaka 1965. Na kipindi unazaliwa 65, pengine labda unaweza kuambiwa kwa nini kijiji cha Kigonzile kiliitwa Kigonzile? Ndio, nielezwe. Ndio. Ni kwa nini? Pale kulikuwa na Kigonzile, kuna miti fulani ambapo palikuwa na mambo ya mizimu. Ilitumbukia kitu kama tembe lilimia. Ana mzimu pale walizikwa watu pale ambao kama ni walemavu, ni wazee kabisa. Lakini pale kile kieneo kile hata mvua ilikuwa imekwama kabisa. Mababu walikuwa wanapiga magoti pale, mvua inanyesha pale Kigonzile. Nini maana neno halisi la Kigonzile? Walipahitaji Kigonzile sababu pale hata maji pale mengine hata inanyesha mvua yanaingia machache pale, huwa panakuwa kama panakaduwala. Panaduwala. Eneo la hapa Kigonzile lina wakazi wa hapa ni kabila lipi? Nikija hapa kwa mama. Ni Wahehe. Kwa hiyo neno Kigonzile ni neno la Kihehe. Ndio. Ambalo Kiswahili yake maana yake ni nini? Kigonzile kiliitwa Kigonzile, sio Kigonzile hii yote. Ni hapo penye maji hapo anapotamka huyu baba. Ndio paliitwa Kigonzile. Paliitwa Kigonzile kwa sababu ni mahali ambapo mvua ikikwama wote tunapenda kupiga magoti pale. Tukichinja ng'ombe, kondoo,
Ukinunua na nguo nyeupe na nyeusi. Mvua inakuja inanyesha. Kwa ni kama sehemu vile ya kufanya ibada kwa ajili ya kusihi jambo fulani litokee. Pale ndio maana waliita pale ni kigonzile. Ndio panapoitwa kigonzile. Pale kwenye miti pale milungu. Lakini baadaye eneo zima sasa lilikuwa likijulikana kwa kigonzile kutokana na kitu ambacho kilitokea hapo. Wanatambika wapi? Mvua inyeshe wapi? Kigonzile. Hapo awali mkiwa mnakuwa nyinyi, kwa sababu mmekuwa katika kijiji hiki cha Kigonzile, ni shughuli zipi za kijamii ambazo zilikuwa zikifanyika katika kuweza kuwaongezea kipato kiuchumi? Tunalima. Si kulima tu. Ni kulima. Ni kulima tu. Na kitu gani? Labda kama una uwezo kufuga labda kufugia. Kwa wakazi wa hapa kitu chenu hasa cha kiuchumi ni kilimo. Ni kilimo. Na huduma gani za kijamii ambazo zilikuwa zikipatikana kwa wakati huo zamani kipindi nyinyi mnakuwa, sio sasa hivi? Kwa kuna shule, huduma za afya au nini? Natamani kujua kipindi nyinyi mnakuwa hali ilikuwaje na huduma za kijamii. Sisi tunapokuwa kama mimi hapa, shule ilikuwa ipo ya misheni, lakini shule ya msingi inapoanza kufunguliwa shule ya msingi Kigonzile, hiyo kweli ilikuwa 77 ndio inaanza pale, na sisi tulikuwa wakubwa tu tunajitwisha matofali wakishatoa wazazi wetu. Kwa shule ilijengwa kwa nguvu za wananchi. Ndio. Hali ikoje sasa hivi? Umezaliwa hapa, umekuwa hapa na sasa hivi ni mtu mzima kabisa. Ndio. Hali ikoje sasa hivi kwenye masuala mazima ya kijamii, kianzia kwako, kwa mama na kwa mama? Hali sasa hivi inakuwa ni nzuri kwa sababu maendeleo ya wananchi wengi tumechangamana. Wenzetu wanatusisimua kitu fulani, tuwe tuna mwamko fulani. Na huduma za kijamii zinazopatikana hapa mama ni zipi? Huduma za kijamii zinazopatikana hapa ni shule, kuna hospitali ambazo tunazo hapa jirani, tofauti na miaka ya nyuma. Ni changamoto zipi ambazo zimekuwa zikiwasumbua sana wakazi wa hapa Kigonzile? Changamoto mnazokutana nazo kama wakazi wa hapa? Changamoto iliyopo hapa mtaani kwetu ni shule. Kwa sababu watoto wanatoka hapa wanaenda Tumaini au Ngome. Kwa sisi hapa jirani huko kuliko shule ya Kigonzile. Changamoto ni shule tu. Kwa hiyo kipi ambacho mnatamani serikali ifanye katika kuweza kusaidia kwa changamoto zilizopo katika eneo hili? Sawa. Ni shule tu ya msingi. Serikali ifanye nini? Itujenge shule ya msingi. Na kwa mzee, changamoto ambayo wewe unaiona, mama amesema shule, wewe kwa upande wako ni changamoto ipi ambayo unaiona kwa sasa hivi? Mimi ni wa kule Kigonzile kwenyewe, na Kigonzile iko mpakani. Mimi ni mtu wa Sombeli, nani ile iko mtaa wa Kongandengo, hiyo Kigonzile. Iko katikati mego. Ile changamoto hospitali hata kazanati kadogo, naomba kwa kweli na mwanafunzi mpaka aende Ngome kutibiwa, ama aende Nduli. Ambapo kuna umbali wa kilomita ngapi? Ni Kaleo. Kwa hiyo angalau kujengwa kituo cha afya katika eneo hili. Ndio. Kwa mpaka sasa hivi hakuna kituo cha afya katika eneo. Hapana. Kwa hiyo miaka yote hiyo mmekuwa mkipata huduma katika eneo lipi? Ni mjini tu. Mjini. Na kitu gani ambacho mnatamani kifanywe katika eneo hili ili kiweze kubadilisha mustakabali mzima wa uchumi, kwa sababu kama hapo umeniambia kwamba mmekuwa mkitegemea sana swala zima la kilimo. Kitu gani sasa kingine kifanyike ili kuweze kubadilisha uchumi wa eneo hili? Tungepata huduma ya soko. Kwa sababu hapa hatuna soko. Kiasi kwamba tungepata huduma ya soko, hata ambao hatuwezi kulima tunaweza tukajikuta kwenye biashara. Okay. Na kwa mama hapa? Na mimi napendekeza hilo. Unapendekeza nini? La soko. Na baba? Kwa kubadilisha kwamba nani mambo yoyote yaendelee vizuri.
kweli wananchi hapa wanajitahidi zaidi kilimo hivyo. Lakini hata akilima mboga kupeleka mpaka sehemu tena. Mpaka ajifishi mpaka sehemu tena. Ni mbali. Hali ya usafiri ikoje kutoka maeneo haya endapo mtu anaishi katika maeneo haya? Hatuna usafiri. Usafiri costa hizo wanamgalamika mtu kwa mtu mwenyewe ni 1000, mzigo 1000. Mboga hiyo. Hiyo inawapa ugumu kiasi gani katika biashara zenu? Katika biashara zetu sasa inakuwa kama ni kwa ajili ya kujikwamua vitu vidogo vidogo tu, sababu mboga ukifika kule Msentema imekuwa nyingi inabaki tu, lakini sasa hasara ya usafiri na kwa gharama imeingia kwa mkulima. Mnadhani kwa nini usafiri una gharama kubwa sana kutoka eneo hili mpaka kufika sehemu ya soko? Sababu ya umbali kutoka huku mpaka kule. Kutoka na biashara ukafike kule. Biashara isinunulike. Na ulinayo tena. Tunajaribu kupanda gari tena. Kwa hiyo mkipata soko itakuwa ni mkombozi wa kila kitu. Natamani muyaongea hayo maneno yenyewe kwamba mkipata soko itakuwa ni mkombozi wa kila kitu. Tukipata soko itakuwa mkombozi wa kila kitu. Changamoto tulionayo hapa mtaani hatuna sehemu ya mazishi. Kiasi kwamba wengi wamenunua maeneo, alafu ikitokea tatizo la msiba inakuwa ni changamoto. Tuliomba sehemu ya mazishi. Kwa hiyo serikali itengeneze eneo ambalo litakuwa maalum kwa ajili ya kufanya mazishi. Ndio. Sawa. Ndugu mtazamaji, baada ya kuwasikia wazee hawa, tunapata wasaa wa kuzungumza na vijana katika eneo hili, wakizungumzia mambo kadha wa kadha ambayo wamekuwa wakikutana nayo katika eneo hili la Kigonzile, changamoto, lakini vile vile mambo mazuri ambayo wamekuwa wakiyapata katika eneo hili, lakini changamoto hasa katika shughuli zao za kiuchumi za kila siku. Hawa ni vijana wa Kigonzile. Mtazamaji wa UoI Digital, hapa tuko katika mtaa wa Kigonzile na tuko na baadhi ya vijana ambao wanajishughulisha na shughuli ya bodaboda kwa ajili ya kuweza kujipatia kipato, na tuko hapa ili tuweze kuelewa ni changamoto zipi wanapambana nazo katika shughuli yao, lakini pia kuelewa pia faida wanazokutana nazo, kwa sababu kazi yote ina faida na hasara. Kwa vipi mama? Fresh. Mimi naitwa Joseph Kimwecha. Mimi zangu naitwa nani? Emmanuel nani? Vipi wewe bodaboda maeneo haya? Na vipi kazi yako hiyo, unapambana na changamoto zipi kama bodaboda maeneo haya? Changamoto namba moja kama hivi unavyoona jua linapiga hivi. Na vipi kwenye hali ya usafiri ikoje? Maana nikiangalia barabara ni vumbi zipo. Changamoto gani unapambana nazo kwa hali ya barabara? Kama hivi vumbi lazima ukubaliane na kwa barabara. Sababu barabara yetu ni ndio ile. Mvua ikinyesha tena shida. Jua likiwaka tena shida. Kwa changamoto nyingi sana barabara. Hali ya wateja ikoje kwa eneo hili la Kigonzile? Nzuri. Uko vizuri kabisa. Na vipi wateja wenu wakubwa ni wapi? Wanawake, wa baba au watoto? Wamechanganyikana. Wamechanganyikana. Wanamaanisha wote wapo sawa. Vipi hii kazi inakusaidia labda kwenye, yani imekusaidiaje wewe kama kijana, kwa sababu hii ni kazi yako, na imekusaidiaje katika maisha yako kama kijana? Mimi imenisaidia vitu vingi. Sababu kuna baadhi ya vitu nilikuwa sina. Mchango huu bali nipata tatizo. Sasa kwa wewe kama kijana ambaye ni bodaboda, ulikuwa na ombi gani kwa serikali yako ili kuweza kuepukana na baadhi ya changamoto ambazo unakumbana nazo kwenye kazi yako? Mimi ombi langu lilikuwa kusaidia hapa katika mradi. Serikali kupitia mwenyekiti wa mtaa huu imekuwa ikisaidia utatuzi wa changamoto mbalimbali zinazotokea katika eneo hili, japo bado kuna zingine ni mtambuka, kama anavyobainisha mwenyekiti wa kijiji. Kwanza kabisa tulipenda kufahamu kwa majina yako na cheo chako. Mimi naitwa Fasco Elimu Mwaniko. Mwenyekiti wa mtaa wa Mbata. Hapa tulipo ndo mtaa Mbata. Na Kigonzile iko wapi? Kigonzile
ni mama wa Tabata, iko mbele. Baada ya iko mitaa mitatu inayochukua Kigonzile. Kwa hiyo Kigonzile yenyewe iko eneo moja inaitwa Sombeli, katikati ya Sombeli na Bunga. Lakini imechukua mitaa mitatu. Tukiingia moja kwa moja tulikuwa tukiangazia historia ya Kigonzile na tayari tuko na wale ambao ni mamlaka ya serikali. Na kitu ambacho tumebaini ni kutokuwepo na baadhi ya huduma za kijamii. Ikiwa kama mwenyekiti, na mipango gani katika kusaidia na kusogeza huduma za kijamii, hasa soko, lakini pia eneo la kupumzisha wenzetu ambapo wanakuwa wametoweka duniani, lakini pia na kupata eneo la zahanati kwa ajili ya wananchi kupata huduma katika eneo hili. Kwanza nishukuru kwa swali hili kwa sababu siwezi kujiita mmoja kwa sababu tayari ni mwenyekiti. Kwamba sasa naenda kwenye utekelezaji, lakini na tangu mibata hii imeanza haijawahi kuwa na eneo la mahitaji ya jumla ya watu. Sasa tuna changamoto hii, lakini wakati tunaingia sisi tuliona moja jambo la soko, pia tuliona jambo la zahanati pamoja na vituo vya polisi na nini. Tuliona sasa kitu cha kwanza tulichokifanya tuliitisha kamati, tukajadiliana hivi na mpango wa kutekeleza sasa kwa wananchi. Tukaona kwamba sasa tunaendelea kutekeleza kwa sababu maeneo bado yapo. Wenzetu walichelewa, hawakuweka maeneo ya open space, walichelewa hamna kabisa. Kwa hiyo tunapanga kuitisha mkutano, halafu tuzungumze na wananchi tuone tunawezaje kupata maeneo ya open space kwa ajili ya shughuli za kijamii. Lakini kubwa zaidi, maeneo haya yalishapimwa, manake hakuna kabisa eneo la wazi. Kwa hiyo kubwa zaidi ni ama kama atajitokeza mtu mwenye maeneo makubwa akasema basi akatoa labda tunaweza lakini kiuhalisia kwamba tunatakiwa tutafute eneo Hata hivyo, bado mwenyekiti anaomba wawekezaji kuendelea kujitokeza kuwekeza katika eneo hili ambalo kwa sehemu bado ni kubwa na maeneo mengi ya wazi licha ya kupimwa kwa viwanja. Lengo ikiwa ni kuchochea hali ya maendeleo katika eneo hili la Kigonzile. Kuna fursa zipi za kiuchumi ambazo mwananchi anaweza kuzipata hapa eneo la Kigonzile kwa ajili ya kuanzisha uwekezaji? Fursa nyingi. Mwekezaji kwa mwekezaji yeyote anayetamani kuja mtaa, kwanza hizi ikiwepo zahanati, shule, kwa sababu mpaka sasa hivi tuna shule moja tu ambayo ni Kigonzile inayobeba shule ya msingi inayobeba mitaa yote, lakini sekondari tunayo moja na kwa hiyo sasa shule, zahanati, lakini na soko. Ila swala la soko sisi wenyewe tulikuwa tumesha tafuta na eneo lipo, bado tunafikisha kwa watu tukubaliane tuweze kulinunua na kupeleka soko. Lakini kwa fursa ziko nyingi kwa wafanya biashara biashara kama mbao na nini, mji wetu biashara yote mtu anaweza kufanya hapa, anaweza kufanya. Sasa unajiuliza hii pesa baada ya miezi kama serikali ya hapa kitu gani ambacho mnakiona kwa wananchi ambacho kimekuwa kama
kikiongeza kipato kwa wananchi wenu na huwa mnasapoti kwa namna gani? Kwanza ni ujasiri. Wananchi wa hapa si yao ni ujasiriamali. Wadogo. Soko ndo kitu cha msingi zaidi. Yaani hakuna kitu kingine ambacho mnaweza mkafanya, kwa sababu wengi wanafanya biashara ndogo ndogo. Kuna matilio, wapo za mboga, wapo za matunda, wapo na biashara zingine ndogo ndogo. Lakini kama tutapata soko, basi tuna uwezo wa kufanya eneo hili wajasiriamali wakanufaika. Lakini kwa miradi mikubwa kwa kweli ni mpaka kupata maeneo. Una wito gani kwa wananchi wa eneo la Kigonsile? Wito watunge mkono pale tunapohitaji kuja kwenye mikutano, basi wafike, wasikie tumekuja na ajenda gani, tujadili pamoja na mwisho wa siku tutoe maamuzi ya pamoja, kwa sababu mimi ninaamini unapokuwa kiongozi sio wewe unaelewa sana. Unaona wamekuweka kwa sababu tu ukasimamie yale, lakini wako wasomi wako madokta ambao wangeweza kuwepo hapo. Lakini tukishiriki vitu kwa pamoja, tukaamua kwa pamoja, mwisho wa siku tunaweza tukajikuta tunaiweka data yetu kwenye mazingira yaliyo mazuri zaidi. Asante sana. Asante. Nashukuru sana.